Ni msimu wa pili wa kusaka vipaji katika mkoa wa Mbeya, ambapo Safari Laga kupitia kampeni ya Safari Cup inasaka vipaji kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Akizungumza lengo la mashindano hayo, meneja wa Safari Laga amesema wanatamani kufika katika mikoa yote. Kikuli ni meneja wa bia ya Safari Laga na leo tuko hapa viwanja vya FFU mjini Mbeya tukitafuta vipaji vya mpira. Kampeni yetu tumeanzisha ya Safari Cup mwaka huu ina kauli mbiu ya kuwaita watazamaji na wapenzi wa mpira wawe scout wa mabingwa. Na kwa nini tumefanya hivi? Mwaka huu tunataka kuchagua vipaji, lakini tunajua kabisa wapenzi wa mpira na wenyewe wana jicho lile la kuona vipaji. Kwa hiyo tunawakaribisha na wao wenyewe waweze kupiga kura, na wao katika kupiga kura ya kuchagua vipaji hivi wanaweza kujishindia zawadi mbalimbali kutoka safari mpaka milioni 10 wanaweza kujishindia. Kwa hiyo tunawahamasisha sana wapenzi wa mpira waje waendelee kufuatilia bia ya Safari Laga na kampeni yetu hii ya Safari Cup, na wachangie kwa kupiga kura katika kutafuta mabingwa, na pale wanaweza kujiibulia na wenyewe zawadi mbalimbali. Sababu sisi tunaamini kabisa mabingwa hutengeneza mabingwa. Kwa hiyo mabingwa wote na wenyewe washiriki katika kupiga kura na waweze kuchangia kuchagua wachezaji. Na hapa leo kwa kweli tumeona talent nyingi mpaka sasa hivi. Wachezaji kwa kweli wa Mbeya wanacheza vizuri sana. Tumeona mwitikio mzuri. Kwa hiyo tunatarajia kupata vipaji mbalimbali kutoka mji wa Mbeya. Kwa kweli mwaka huu mwamko umekuwa mkubwa zaidi. Mwaka huu mwamko umekuwa mkubwa zaidi, na najua kwa sababu sasa hivi watu wameshaelewa kitu gani kinafanyika. Unajua katika kukuza vipaji vya mpira ni lazima uanzie kwenye chimbuko. Ili kuweza kukuza vipaji, kuleta hii tunaita kama pipeline ya vipaji vinavyoweza kuingiwa sasa kusajiliwa katika ligi mbalimbali. Kwa hiyo pia tungependa kuwashauri wadau mbalimbali wa mpira na vilabu mbalimbali wafuatilie kampeni, kwa sababu sisi tunaenda kuibua vipaji. Tunawapa mafunzo, tunaweka kambini, na pia wataweza kucheza mechi kubwa sana na Yanga, timu ya Yanga pale Dar es Salaam. Kwa hiyo vipaji vitakavyoibuliwa hapa na vitakavyofanikiwa kufika mpaka pale mwisho, wana nafasi kubwa sana ya kuonyesha vipaji vyao kwa taifa, na timu mbalimbali zinakuwa zinaangalia vipaji hivi. Mwaka jana tulipata timu ya watu 22 ambao waliingia kambini, na 8 kati ya wale wameshasajiliwa katika vilabu mbalimbali, wameingia wengine mpaka kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ni nafasi kubwa sana kwa vipaji kujitokeza, kuja kucheza, kuja kuonyesha walichonacho, na taifa linaangalia. Taifa linaangalia, kwa hiyo ni opportunity kubwa sana kwa wao kuweza kusajiliwa na kuingia sasa officially katika mechi mbalimbali, katika timu mbalimbali. Katika mwaka huu tunaenda mikoa 4. Tumeanzia hapa Mbeya, tukitoka tutaelekea Mwanza, na pale tutaenda Arusha na tutarudi Dar es Salaam. Na katika hii mikoa tunawakaribisha of course mikoa yoyote ambayo iko karibu ya pale na yenyewe inaweza kujiunga. Sio tu kwamba ni limited kwa mkoa huu ambao tunaenda, ile ni kama tuseme ni kituo cha ukanda ule. Kwa hiyo tunakaribisha timu mbalimbali ziendelee kujiandikisha, waendelee kushiriki na kufuatilia. Nafasi kubwa sana ya wao kuonyesha vipaji vyao, lakini pia kama nilivyo mention, watazamaji na wapenzi wa mpira na wenyewe waendelee kuchangia kwa kupiga kura, wao ni jibulia zawadi mbalimbali kutokana na sehemu walionayo. Wanaweza kupata mialiko, wanaweza kushinda hela taslimu, wanaweza kujipatia jezi mbalimbali. Kwa hiyo waendelee kufuatilia na kushiriki. Mwaka huu tumeamua kufatisha kwenye mikoa ile ile kwa sababu bado hii kampeni ni mwanzo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tuliviona mwaka jana ambavyo tunajaribu kuboresha. Kwa hiyo kabla hatujaenda nchi nzima, ambao ndio lengo letu kubwa baadaye kuendelea kuongeza mikoa na mikoa, bado kuna vitu ambavyo tunataka kujifunza na kuviweka sawa. Kwa hiyo bado tunarudia kwanza kwenye mikoa ile, tuone sasa tunaboreshaje kampeni. Hapa zimejitokeza timu 22 ambazo zilikuwa zimekuja kujiandikisha, na ndio ambazo wanaendelea kucheza kwa sasa hivi. Kwa wao ni wachezaji kama roughly 210 ambao wataweza kuonyesha vipaji vyao. Sisi tunaangalia vipaji, tutavi-highlight. Tukimaliza kuzunguka mikoa yote, tutachagua wachezaji 22 bora. Na hao 22 bora ndio wataoingia sasa kwenye kambi, na jinsi tutakavyochagua itakuwa ni kura za kocha na za watazamaji. Zitachanganywa kutokana na uzito huo utakaopatikana, ndipo sasa tutapata wachezaji 22 bora ambao watalishirikisha kama taifa zima. Kwa hiyo itakuwa ni mikoa yote hii itapata wachezaji 22. Huku makocha na wachezaji wakieleza juu ya mashindano hayo. Kwanza napenda kujitambulisha, majina yangu naitwa David Naftali Teveru. Ni kocha na pia ni mkurugenzi wa kituo cha Tanganyika Academy kilichopo Mbalizi pale Mbeya. Nimefarijika kwa kiasi kubwa sana kwa mashindano haya. Nadhani ni msimu wa pili yanafanyika. Msimu wa kwanza sikubahatika kushiriki maana nilikuwa bado sijawa na kituo, lakini nilishiriki kama msimamizi mmoja wapo. Lakini kwa kipindi hiki nimeshiriki kama ni mmoja wapo,
na kituo na pia ni mwalimu ambaye anasimamia hapo kuangalia vijana. Hakika mashindano haya ya manufaa makubwa, ni faida sana kubwa kwa vijana wetu na taifa kwa ujumla. Tumeona tangia mechi ya kwanza mpaka sasa hizi vijana wamekuja wengi, wamejitolea kutoka sehemu mbalimbali, Kiela, Chunya, wamekuja hapa. Tumeona uwezo mkubwa sana wa vijana, kwamba huku chini ndio kuna mzizi, ndio kuna shina kabisa la mpira wetu. Ukiangalia vijana mpira wanaonyesha hapa, inadhihirisha kabisa hata zile timu zetu ambazo zinacheza mashindano ya under 20 kule, Prison under 20, Ken Gold, hawabahatishi. Ni mpira ambao huko mashinani. Kwa jina naitwa kocha Deus Nsheka, ni mmiliki na mmoja kati ya wasimamizi wakuu wa kituo cha michezo cha Songwe Sunrise Sports Academy. Bahati nzuri kituo chetu kinatoa na elimu ya sekondari, yani kuanzia form 1 hadi form 6. Na tuna watoto wenye umri wa marika tofauti kuanzia under 12, under 13, under 15, under 17 na under 20. Under 20 ndio tuliwaleta hapa ambao wanalingana na vigezo vya TBL. Mashindano kiujumla tunanufaika kwa sababu ni watoto unapoandaa lazima wapate ushindani. Wapate kitu ambacho kinaonyesha kwamba wanaenda wapi. Kwa sababu ya mashindano ni dira ya kuonyesha wataelekea wapi. Na ndio mwanzo wa safari zao, kwa sababu mpira sasa hivi ni ajira. Kwa anaweza mwingine akatokea katika mashindano ya scouting ya TBL, mwingine akatokea mashindano mengine yote yale. Ila ndio ninachopenda mashindano yanavyoandaliwa tournament nyingi zinasaidia watoto kuweza kupata exposure. Kwanza kabisa naanza na timu zetu za ligi kuu ambazo zinacheza ligi kuu. Zijali sana soka la vijana, kwa sababu soka la vijana ndio ukombozi wa nchi yetu. Kwa sababu mimi nakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa tunacheza sisi, ulikuwa unatoka shule ya msingi unaenda kucheza ligi daraja 4. Shule ya msingi unamaliza unaenda kucheza ligi daraja 4. Miaka 88 nimecheza na Thomas Kipesi. Tumechaguliwa combine ya vijana. Sasa hivi unajikuta hata under 20 unakuta watoto, unakuta wengine hata uwezo hawana kwa sababu hawaandaliwi. Kwa hiyo misingi ianzie shuleni. Misingi tuianzishe shuleni kama sisi tulivyofanya kwenye shule yetu. Yaani watoto wanasemaje, hata mbwa mzee afundishi kuinda. Kwa hiyo namwanzia akiwa bado mdogo. Unamfundisha anakwenda anazoea, na yeye unakuta anajua kulinda hata ng'ombe zako. Kwa hiyo ninachosema tuhakikishe kwamba tunatengeneza watoto kuanzia chini ya miaka 13 kwenye timu za ligi kuu. Kama wenzetu wa nje, ukienda nchi hata za Kiarabu wanatuzidi. Kwa hiyo tunapata zalisho kubwa. Kwa mfano Yanga ishawahi kupata wachezaji 9 kutoka timu B. Na Simba nao ilitokea hivyo kina Mkude. Kwa hiyo hiki kitu kinachofanywa na TBL ina maana kinazalisha watoto wapya ambao wanaenda kuchukuliwa na timu zingine. Hawatoki bure hao jamaa. Kwa hiyo ninachotakiwa na sisi tuangalie kwamba kila kitu kinaanza hata kwenye dini. Ndio kwa mfano, ukitaka kujua dini yako ukiwa Muislamu au Mkristo, utaanzia Muislamu, utaanzia madrasa. Ndio chekechea ya dini. Unajua misingi yako. Kwa hiyo na cha msingi, kwa hiyo cha msingi tujitahidi kudili na huko kwenye shina. Tusiangalie kwenye matawi, kwa sababu kwenye matawi kuna mkanganyiko wa watu wengi. Kuna wageni sasa hivi na mwisho wenzetu. Kwa mfano nchi za Kiarabu unakuta wageni wako 4 tu kwenye timu yao kubwa, lakini sisi unakuta wageni unakuta ni nusu ya timu. Kwa hiyo kuondoa hiyo kadhia ni kwamba hawa watoto tuwafundishe, waje mashindano kama wakichaguliwa wapeleke hata nje wakatambazwe, wakapate ukomavu, wakirudi wanasaidia nchi yetu. Kwa majina nafahamika kama Mr. Elias Msiame. Mimi nimetokea mtaa wa Majengo, lakini pia ni mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbeya. Kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu kulingana na hizi taratibu zinazoendelea hasa katika swala zima la Safari Laga Cup. Kiujumla sisi kama vijana tumelipokea vizuri kwa sababu limekuja kukuza vipaji, lakini mbali na hapo limekuja kutusupport kama vijana na tumeona umuhimu wa vipaji tukiwa Mbeya. Lakini pia tunachowasihi viongozi waendelee kulifuatilia hili swala, lisiishie hapa, liendelee kuendelea mbele, kwa sababu vijana wengi tunatamani sana kufika mbali, kwa sababu sporti kama mchezo ni kitu ambacho kimewafanya wengi wamefika mbali, na sisi kama vijana tunaliombea hili swala kupitia zoezi la Safari Laga tuweze kufika mbali sisi kama vijana. Timu yetu ya Consumerism tumejiandaa vizuri kulingana na mafunzo ambayo tupatia kocha, kwa sababu ni mchezo, tunaamini mchezo una makosa yake, lakini kiufupi tumejipanga na tuko vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ikiwezekana kwa timu yetu wote tunaweza tukaondoka. Kikubwa tunamshukuru Mungu kwa haya mambo yanayoendelea.
Mungu azidi kuhusika na pale tulipojiandaa tuweze kuonesha kile kitu ambacho tulicho nacho ili kila mmoja aweze kufurahia haya mashindano. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.